Leo ni siku nyingine tena na tuko hapa kuzungumzia AI. AI ni mfumo, kwa wewe ambaye haufahamu, AI ni maendeleo ya kiteknolojia, kwa ni artificial intelligence, ni intelligence ambayo inatokana na uwepo wa maendeleo makubwa ya kompyuta. Kwa hiyo kompyuta imeendelea kiasi kwamba sasa hivi imekuwa ina uwezo wa kuwa intelligent. Mshaelewa sio? Kwa ni intelligence ya kompyuta. Kwa pale ambapo unaona kompyuta inaweza kufanya vitu yenyewe, inaweza kufanya maamuzi yenyewe, inaweza kumshauri binadamu, hiyo inaitwa intelligence. Kwa hiyo sasa artificial intelligence, kompyuta yenyewe hiyo ni artificial, sio kitu ambacho kina wazazi, kina baba, kina mama. Kwa hiyo ndio tunapata neno artificial hapo. Leo tunazungumzia mambo mawili kuhusiana na AI. Haya ni mambo mawili ya msingi kabisa ambayo unatakiwa uyafahamu, ambayo haya mambo mawili ukishayafahamu utajua unajiposition vipi kwenye ulimwengu wa kuanzia mwaka 2030 kuendelea. Sawa? Ukiangalia video zetu za nyuma utakuta kuna topic ambazo tumeshaziongelea kwamba AI ina uwezo kufanya maamuzi yenyewe, AI ina kwamba AI inakuja kuchukua baadhi ya ajira za watu, na kwamba AI haina faida ya moja kwa moja kwa kila mtu. AI ina madhara makubwa kwa majority. Sawa? Watakao nufaika na AI ni watu wachache, inawezekana hata usifika hata watu 1000 duniani kote, au labda hata 500 duniani kote. Wale wenye makampuni ya AI, makampuni ambayo ni makubwa, kwa sababu AI sio ni mfumo mmoja ambao ni overall. Hapana, AI ni kimfumo ambacho kinakuja for a certain purpose. Kuna mifumo ya AI ambayo ni kwa ajili ya kutengeneza dawa, iko mifumo ya AI ambayo ni kwa ajili ya solve mambo ambayo yanahitaji research za kusoma sana. Iko mifumo ya AI ambayo inakuja kusolve masuala ya teknolojia, masuala ya hardware. Kwa kila sekta inakuwa na mfumo wake wa AI, wa artificial intelligence yake. Na ndio maana ajira za watu zinaondoka. Kwa mfano masuala ya finance. Sasa hivi finance ndio wana experience hiyo changamoto, na ndio maana ukienda mjini sasa hivi unakuta watu wengi wanafungua biashara za M-Pesa, kwa sababu watu waliosoma finance kwenye vyuo vya finance hawapati tena ajira benki, wala hawapati kazi mabenki kama kuna kazi ya benki teller, sijui kuna watu wa finance, sijui watu gani wameajiriwa, sijui mabenki gani huko. Sasa hivi hizo kazi hazipo tena kwa sababu ya automation ya computer. Wanatengeneza mfumo ambao unafanya hizo. Kama mtu anataka mkopo, huendi kupanga foleni tena benki kwenda kukutana na afisa mkopo. Unajaza fomu kwenye mtandao, fomu inaenda kule, na inawezekana hata kwenye uwezo kuchakata hizo fomu kuna mfumo tena mwingine ambao unachakata hizo fomu. You never know huko kwao wamejipanga vipi. Ushaona sababu kuna mtu mmoja hapa kazi yake kuchakata hizo fomu. Ushaelewa? Kwa hawahitaji tena foleni, wala hawahitaji tena afisa mkopo kwenda kuongea na mtu akatengeneze dini, atengeneze corruption katikati hapo. Hakuna tena hiyo yote. Kosa moja katika vitu ambavyo tunakwenda kuvijadili leo ni kwamba AI ni katika mambo mawili makubwa kuhusiana na AI ndio kuandalia leo. La kwanza ni kwamba AI can make decisions. Yaani kama AI inaweza ikafanya maamuzi, ndipo teknolojia ilipofikia sasa hivi. Sawa? Kwa sababu kwenye upande wa kufanya decisions ni kwamba, kwa mfano ukichukua logo ya kampuni, sawa, au ukachukua wimbo, sawa, ukauupload kwenye AI, ukaiambia AI naomba huu wimbo ufanye 1 2 3 4 5. Sawa? Kuna option itakwambia kwamba bana huu wimbo una copyright, ni mali ya mtu, hapezi kumodify na nini. Lakini zipo AI ambazo unazilipa kufanya. Yaani kwa sababu unagharamikia, wewe yenyewe itakwenda itafanya kile unachokitaka wewe kwa sababu umelipia kile kitu kifanyike. Lakini zipo hizi AI ambazo ni cheap, kwa mfano ChatGPT, sijui Gemini, sijui Grok nini, hizi ambazo hazihitaji payment kwa kazi, kwa task ndogo ndogo. Zote ukiupload zitakujibu kwa kufanya maamuzi kwamba siwezi kufanya hicho kitu kwa sababu this is copyrighted material. Umeshaelewa sio? Haya, kwa mfano umeenda kwenye AI ukamwambia bana AI bana, ukaenda kwenye AI ukamwambia bana naomba unidownloadie, naomba unitafutie ile office package, Microsoft Office package yote, naitaka kwa ajili ya shughuli zangu. Sawa, AI itakwambia kwamba hasiwezi kukudownloadia hiki kitu kwa sababu this is copyrighted material. Umeshaelewa sio? Kwa huo ni uwezo wa AI. Yaani ni how AI is, ni namna ambavyo AI yani ni advancement ya hiyo AI ilipofikia. Ina uwezo kujua kwamba kitu tunachosema ni copyright
hiki nifanye na hiki nisifanye. Ukichukua noti ya hela ukaiupload AI kwenye AI, ukaambia bwana, nataka uniambie mahali ambapo naweza kupata hizi nyingi na nizishike physically, itakwambia hiyo haiwezekani, kwa sababu huo utakuwa ni wizi au labda nini, sio? Kwa hiyo ina uwezo wa kufanya maamuzi. Kitu kingine cha AI ni kwamba ambacho tutakuwa kujua kuhusu AI katika hivi vitu viwili, cha kwanza ni uwezo kufanya maamuzi, cha pili inaweza ikagenerate ideas. Sawa? Kwa mfano, unataka kujua namna ya kupanda mlima Kilimanjaro, ukienda ukiuliza itakuletea zile tips zote. Ukienda Google unaweza kupata hizo tips kama kuna mtu ashakuziweka. Lakini ukienda kwenye AI yenyewe itatafuta huko kwenye source nyingi mpaka itakuelekeza namna ya kufanya. Ushaelewa sio? Na pia inaweza ikafikiria. Sawa, ukumbuke definition yetu ya AI mwanzoni. AI nini? AI is an agent. So an agent who is there to answer. Kwa hiyo unakwenda kuuliza maswali yako, unategemea kwamba wewe atatafuta majibu, atakuletea yale majibu, atakujibu. Na ndio maana inaitwa AI, kwa sababu mpaka unafika uwezo kuitoa hivyo, maana majibu yapo. There is a way, one way or another itakujibu. Labda kama ukuta umeenda kwenye AI ya masuala ya madawa, ukaenda kuuliza masuala ya historia, hapo hutapata majibu. Kama umeenda kwenye AI ya masuala ya teknolojia, ukaenda kuuliza masuala ya madawa, hapo unaweza usipate nini? Majibu.